Unadhani unamchukia yule jamaa mwenye V8 kwa sababu ni fisadi au Freemason? Hapana, hiyo ni hadithi unayojisimulia ili uweze kulala usingizi. Ukweli mchungu ni kwamba chuki yako si msimamo wa kimaadili, wala si uzalendo. Ni king'ora cha hatari cha kibiolojia kinacholia kwamba unapitwa na wakati. Ubongo wako una kitu kinaitwa internal status tracker au kikokotoo cha hadhi. Kazi yake ni kupima niko wapi ukilinganisha na yule. Unapomuona mtu wa rika lako amekuzidi kimaisha, kiwango chako cha serotonin, kemikali ya kujiamini, kinashuka ghafla. Hii inaleta maumivu halisi ya kihisia. Ili kupunguza maumivu hayo, ubongo wako unakupa dawa ya haraka inayoitwa chuki. Dr. David Buss, mtaalamu wa saikolojia ya mageuzi, anaita hali hii competitor derogation. Ni mbinu ya kiasili inayotumiwa na watu walio chini kwenye ngazi ya kijamii. Lengo la kumuita tajiri mwizi au Freemason si kutafuta haki, bali ni kujaribu kumshusha thamani yake, social value, ili wewe usionekane umefeli sana. Ni mbinu ya beta male ya kujaribu kusawazisha uwanja wa vita kwa maneno, kwa sababu huna uwezo wa kusawazisha kwa vitendo. Kibaya zaidi, unatumia umaskini wako kama silaha ya kutongozea. Unaposema bora umaskini wenye amani kuliko utajiri wa mashaka, kisaikolojia unajaribu kuwaambia wanawake, sina hela, lakini mimi ni salama na mwaminifu. Hiyo inaitwa moral grandstanding. Unajivika utakatifu kuficha unyonge wa rasilimali. Unauza oga wako kama fadhila. Sikiliza, huwezi kushindana na kanuni ya asili ya Pareto Principle inayosema 20% ya wanaume watapata 80% ya fursa na wanawake bora. Badala ya kulia na kulaumu mfumo, badilisha mbinu sasa hivi kwa kufanya haya mawili. Kwanza, badilisha wivu kuwa data. Unapohisi wivu, badala ya kusema anaiba, jiulize, anajua nini ambacho mimi sijui? Mfano, ukiona rafiki yako amefungua biashara ya 3 wakati wewe huna hata moja, usiseme ameagana na shetani. Mfuate, umuulize, unatumia mfumo gani kusimamia wafanyikazi wasikuibie? Geuza maumivu ya wivu yawe darasa la mbinu. Acha kuhukumu matokeo, anza kuiga mchakato. Pili, acha kutafuta haki sawa, tafuta uwezo. Msituni hakuna haki sawa, kuna wenye nguvu na kuna chakula chao. Acha kupoteza nishati ya ubongo kwenye kukosoa waliofika kileleni. Nishati unayotumia kumchukia mtu mwingine ni nishati unayoiba kutoka kwenye ujenzi wa ngazi yako mwenyewe. Kumbuka maneno ya Friedrich Nietzsche, he who cannot obey himself will be commanded. Yule asiyeweza kujitawala mwenyewe atatawaliwa. Ukishinda kutwa nzima kumjadili na kumchukia mtu mwingine, wewe ni mtumwa wake kifikra. Jikomboe, jenga himaya yako.